Asema na'ti bisuadaka anka nawa shutuni. Suada ameenda mbali na wewe kwa sababu ya safari ni ndefu iliyotenganisha. Fabanat walfuadu biha rahinu, na moyo wako ukaacha ukiwa mfungwa kwake, kwamba huyu mtu ameenda safari ya mbali, amekuacha hali ya kuwa wewe umekuwa moyo wako ni mfungwa kwake. Ndio anasema wathani annahu min shatta yashitu idha tahaba wa ihtaraka fatakunu nunu zaidatan wanshaddu. Na akaleta shairi la kuonesha kwamba anasema litokana na kuwaka ama kuungua. Anao min shatta yashitu, kuwaka ama kuungua, na kwa maana hii nun ni ya ziada. Mfano wa shairi waqad yashitu ala arhamina albatal, shujaa huangamia juu ya mikuki yetu, yani hufa, yahlik ay yahlik. Anasema wa fil muradi bishayatinihim thalathata aqwali, na murad wa mashetani kuna kauli tatu. Ahaduha, ya kwanza hiyo ya shetani, anasema annahum ruusuhum fil kufr, ni vichwa vyao katika ukafiri. Qala Ibn Mas'ud, amesema kauli ya Ibn Mas'ud wa Ibn Abbas wal Hasan, na Hasan wa Suddi. Wa thani ikhwanuhum minal mushrikin, kwamba ni mandugu zao katika ushirikina. Qala Abu Aliya wa Mujahid. Wa thalith kahanatuhum, qala Dhahak, makuhani wao. Kauli hii amesema nani? Dhihak, makuhani wao wapiga ramli, wachawi. Wa qawlu ta'ala, aliposema hii kauli amesema Dhihak na Walkalabiyu. Wa qawlu ta'ala inna ma'akum, wanaposema kwamba sisi tuko pamoja nanyi. Fi kaulani, kuna kauli mbili. Ahaduhuma annahum aradu inna ma'akum ala dinikum, kwamba sisi tuko pamoja na nyinyi wanafiki katika dini yenu. Na maana ya pili, wathani inna ma'akum ala nasratin wa mu'adadatin walhaz'u sukhuriya, kwamba sisi tuko pamoja nanyi katika kuwasaidia, wal mu'adadati, na kuwa dhidi ya Waislamu, tuko katika kuwafanyia mzaha na kejeli pamoja na nyinyi katika dini yenu, pamoja na nyinyi katika nusra na kusaidiana, na kuwadhihaki ni mzaha na kejeli, walhaz'u wasukhuriya, na kuwafanyia istihzai. Kwa hiyo aya inafichua wanafiki kwamba wameamini hali ya kuwa hawajaamini. Kwa hiyo tunaishia hapo, ambayo ni aya ya 14. Tumefika hapo, tunaendelea aya ya 15. Aya 15 inasema Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, Mwenyezi Mungu anawafanyia istihzaa wao, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, ala anawadhihaki wao wanafiki. Kwa hiyo wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sasa katika aya, katika tafsiri ya hii aya anasema kaulu ta'ala Allahu yastahzi'u bihim, tunaposema Mwenyezi Mungu anafanya istihzai katika masifa asma'illahi wa sifati, kuna utasema sifa za Mwenyezi Mungu na majina yake yote ni mazuri. Sasa inakuwaje hapa Mungu anafanya istihzai? Istihzai ni sifa ambayo sio nzuri. Anakuwaje Mungu ana sifa ya istihza ama makr? Wa makaru wa makara Allah. Mfano aya kama hizi, kama innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan, ikawa wanatimba vitimbi na sisi tunatimba vitimbi. Au
aya za sampuli. Baadhi ya mfasirini ukiangalia tafsiri, kuna wengine wanaruka hizi aya, unakuta wajaongea kitu, na kuna wengine wanafanya ta'wil, na kuna wengine wanaleta tafsiri ambayo inaingia kwamba inakuwa iko sawa, kama hii hapa ya Mjauzi katoa tafsiri ambayo ni nzuri. Anawadhihaki kwamba dhihaki ni sifa ya Mwenyezi Mungu. Ndio anasema qaulu ta'ala, Allahu yastahzi'u bihim, Mwenyezi Mungu anawafanyia istihza wao. Ikhtalafa alulama fi almurad bi istihza'i lahi bihim ala 9 aqwal. Kwa hiyo kuna kauli 9. Yani Mungu anafanya istihza ina maana gani? Yani Mungu naye ana istihza. Sasa kauli ya kwanza, ahaduha annahu yuftahu lahum babu min aljannati wa hum fi nar. Istihza Mwenyezi Mungu kama sio sawa na istihza kibinadamu, yani mchezo hapana, bali atawafungulia mlango ya peponi, wa hum fi nar, na hawa wako hali ya kuwa motoni. Fayusrauna ilayhi, wataukimbilia hiyo mlango wa pepo. Fayughlaqu, na itakuwa inafungwa. Thumma yuftahu lahum babun akhar, watafunguliwa mlango mwingine wa pepo. Fayusaruna fayughlaq, na utakuwa unafungwa. Fayadhaku minhumul mu'minun, waumini watawacheka wanafiki na makafiri. Ruya an Ibn Abbas. Kwa tafsiri ya kwanza tumeona istihzai ya Mungu, sio istihzai ya kimchezo ya kibinadamu. Hapa atawafungulia mlango, watamanisha waingie peponi, alafu kitakimbilia kwenda inafungwa. Wathani annahu idha kana yawmul qiyamah jamadatin naru lahum kama tajammadul ilahatun fi qadr fayamshuna fatankhasifu bihim. Ruya anil Hasan al-Basri. Kauli ya kwanza hiyo tumeiona. Kauli ya pili anasema siku ya kiyama moto utaganda kwao kama mafuta yanavyowaganda, watatembea juu ya kisha huzama ndani yake moto kwa ghafla. Kauli hii ameisema nani? Al-Hasan al-Basri, kwamba innahu kana yawmul qiyamati jamati nar, siku ya kiyama utaganda kwao moto wa mafuta. Lahum kama tajammadul ilahatu fil qadr, kama mafuta yanavyowaganda watu, watatembea juu yake. Fayamshuna fatankhasifu bihim, watatembea juu huo moto na watazama ndani yake kwa ghafla. Asema wa thalith anna al-istihzaa bihim, kwamba istihzaa kwao idha dhuriba bainahum wa bainal mu'minin bisurin lahu bab, kwamba ukiwekwa ukuta kati yao na waumini, ndani yake kuna rehema, nje yake kuna adhabu, nao hubaki gizani wakaambiwa. Anasema kauli ya tatu, dhuriba bainahum wa bainal mu'minina bisuri lahu bab, itakuweko kuna kizuizi kati ya wao na waumini. Batinuhu fi rahma, ndani yake kuna rehma. Wa dhahiruhu min qablihi al'adhab, na nje yake kuna adhabu. Na wao fayabquna fi dhulumatin, watabaki katika kiza tororo. Fayuqalu lahum, wataambiwa wao, irji'u wara'akum faltamisu nuran, rudini nyuma mkatafute nuru. Yani katika pepo ile mwanga inawafanya Waislamu wanatembea kwa ajili ya kujitawadha na nuru ya imani, wanaambiwa huku haipo, inapatikana duniani kwa kuswali na kufanya ibada. Rudini huko mkatafuta tochi. Sababu ile aya ikiendelea wanasema njooni mtumulukie na sisi tupate kuona njia. Wanaambia hii tochi hii inapatikana kwa ibada huku duniani. Huku peponi na motoni huku ni result. Ama kuchuma hiyo taa, rudini. Kwambia irji'u wara'akum, nendeni nyuma. Nyuma wapi? Duniani, dunia. Faltamisu nura, ibhathu nurakum, tafuteni nuru zenu kwa kufanya ibada. Sura Al-Hadid aya 13. Faqala Muqatil, qawliya amesema Muqatil. Warabi, kauli ya 4, anna al-muradu bihi ya istihza yujazihim ala istihzaihim. Kauli ya 4 ni kwamba Allah atawalipa kwa dhihaka yao.
Faqubila al-lafdhu bimithli lafdhan, hapa neno limetumika kwa mfano ili kwa maana halisi kama ilivyo. Yani Mungu naye akatumia neno lile lile, Allahu yastahzi'u bihim, kwamba wao wanafanya istihza na Mungu atawafanyia istihza, kwamba atawalipa kwa istihza yao. Wa in khalafahu maana, neno limetumika kwa mukabila wa neno lile hata kama maana ni tofauti. Fa huwa ka qawlihi ta'ala, wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'at mithluha, watalipwa wao ubaya kwa ubaya wa mfano wake, kwamba Mungu alipi mabaya lakini adhabu watapewa kwa ubaya wao. Ndio maana faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum, wanafanyeni uadui juu yenu, wafanyeni nao uadui kwa mfano ule wa uadui waliofanyia. Kwa hiyo ina maana uadui unaweza kutofautiana, lakini adhabu kwao ni malipo kwa matendo yao. Kwa hiyo istihzai ya kwa Mwenyezi Mungu inakuwa ni tofauti na istihzai. Anasema ala la yajhalna ahadu alaina fanaj'al fawqa jahlin jahilina, zindukeni asifanyie mtu ujinga, sisi tutamjalia ujinga wetu juu ya ujinga wao, yani tutafanya zaidi. Unaona, arada fanuaqibuhu baghladan min uqubati, kwamba wanakusudia tutawaadhibu adhabu iliyokuwa kali kuliko hiyo mambo wanaofanya wao. Wal khamis anna al-istihza min Allahi at-takhtiyatu lahum wa tajhil, kwamba istihza maana yake anawahukumu kuwa wamekosea na anawaacha katika ujinga wao, kuendelea katika ujinga wao na ukafiri wao. Ndio anasema fa maanahu Allahu yuqati'u fi fi'lahum, Mungu anawatia makosa katika matendo yao, wa yujahiluhum fil iqamati ala kufrihim, na anawafanya wanakuwa wajinga katika kusimama katika kufuru yao. Na ya sita, kauli ya sita anasema anna istihza'u istidrajuhu iyahum, kwamba Allah anawapa neema kidogo kidogo. Istidraju iyahum, anawapa neema kidogo kidogo wakidhani wako salama, kumbe wanakaribia adhabu. Istidraji ndio yani unapururiwa, unaachiwa, unadhani umewin, kumbe unakuja kukamatwa huko mbele. Wasabi'u annahu iqa'u istihza'ihim bihim, na ya saba anasema dhihaka yao na hila zao zinarudishwa juu yao wao wenyewe. Iqa'u istihza'ihim bihim, kuwekewa makurudishio istihza yao kwao. Waradda khida'ahum wa makrahum alayhim, na kurudishwa kwao khada yao na vitimbi vyao juu yao. Dhakara hadhihi al-aqwal Muhammad ibn al-Qasim al-Anbari, ametaja kauli hii Muhammad ibn al-Qasim al-Anbari. Wa thamin, na kauli ya nane anasema anna al-istihza'a bihim ay yuqalu li ahadihim fi an-nari wa huwa fi ghayati dhul, dhuq innaka antal azizul karim, ataambiwa motoni kwa dhihaka, onja wewe ndio uliojiona mtukufu na mheshimiwa. Yani hii kauli ya nane anasema anna al-istihza bihim anna yuqalu li ahadihim fi an-nar, ataitwa mmoja wao akiwa hali motoni, wao fi ghayati dhill, na akiwa katika hali ya dhilli ya udhalili mbaya, ataambiwa dhuq innaka antal azizul karim, ataambiwa onja wewe ndio uliojiona mtukufu mheshimiwa. Surati Dukhan aya 49. Dhakarahu sheikhuna fi kitabihi, ameitaja shekhi wetu katika kitabu chake, yani Al-Jawzi. Watasi, na ya mwisho anasema annahu lamma idharu min ahkami islamihim fi dunya khilafa ma ubtina lahum fil akhirah kana kal istihza'i bihim. Anasema na ya tisa, kwa sababu walionyesha Uislamu duniani, annahu lamma adhharahu min ahkami al-islam fi dunya, pindi walipodhihirisha hukumu za Kiislamu katika dunia hii, khilafa ma ubtina lahum fil akhirah, tofauti na kile walichokificha katika akhira, kana kal istihza'i bihim, hali yao ikawa kama wanadhihakiwa,
So Mungu anafahamu kwamba wanafanya nini. Kwa hiyo ni kama wanafanywa istihara. Asema qauluhu ta'ala wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Na anawaacha waendelee katika uasi wao hali ya wakihangaika bila uongofu. Kwa hiyo anasema fi arba'ati aqwali wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, wanaacha waendelee katika upotevu wao, wakihangaika katika upotevu wao bila kujitambua. Anasema kuna kauli nne katika uasi wao bila kujitambua. Kuna kauli nne. Ahaduha yumkinu lahum, qalu Ibn Mas'ud. Ya kwanza anaambiwa anawapa nafasi, yumkini lahum, Allah anawapa muda, qala Ibn Mas'ud. Wa thani yumli lahum, anawacheleweshia adhabu. Wa yamuddu fi tughyanihim ya'mahun, wanaachiwa waendelee katika kuchupa katika uasi wao, wanapewa time. Anasema wa thalith yaziduhum, yani wanazidishiwa kufanya wasi. Alafu qala Mujahid, kauli amesema Mujahid. Wa rabi yumhiluhum, qala Zujaja, anawapa muhula. Anasema wa tughyan ziyadatun ala alqadri wal khuruj anil khair itidali fil kathra. Anasema na tughyan ni nini? Ni kuvuka mipaka, kuchupa mpaka, kama bahari kifurika au mafuriko yakizidi. Ziyadatan ala alqadr, kwa wanazidishiwa katika kukadiriwa. Wa khuruju anil khairi, na kutoka katika khairi. Itidali fil kathra, kwa kutofanya uadilifu kwa wingi. Yuqalu tagha al-bahru idha hajjat al-amwajuhu, bahari ikiwa imefurika, inapochupa kwa kufurika. Anasema watagha sailu idha jaa bima'in kathir, na inachupa mpaka saili inapokuwa imeleta maji ambayo ni mengi. Anasema wa fil muradi bi tughyanihim qawlan, na muradi wa tughyani kuna kauli mbili. Kauli ya kwanza inasemaje? Ahaduhuma annahu kufruhum, tughyan ni kukafiri, qala jamhur ulama. Wa thani innahu utuuhum wa takabburuhum, ni kuchupa kwao mpaka na kuwa na kibri, qala Ibn Qutayba. Wa ya'mahun, na kufanya kwao waasi, bimaana yatahayyaruna, yuqalu rajulu amihu wa amihu ay mutahayyar, qala Rajiz. Kwa anasema mtu aliyepotea, amini mtu ambaye amepotea, yatahayyarun, wanahangaika, wamepotea njia, usemwa mtu mtakibiri, jeuri na kiburi. Kada wacha wewe. Anasema tagha al-bahru idha jat, mimaliza. Anasema hapa rajulu amihi wa amihi ay mutahayyirun, kwamba rajulu amihi, mtu aliyepotea. Yarkubuna ruusahum fala yasrun, wanashikilia ukaidi wao kiasi ya kwamba hawaoni haki. Kwa hiyo khulasa mpaka hapa ni kwamba aya hii inaonyesha adhabu ya kiyama na vitendo kwa wanafiki. Allah atawarudishia dhidi yao na anawacha wazame katika upotofu, na wao wamepotea bila nuru ya uongofu. Kwa hiyo anasema wa mukhfaqin min luhluhin wa luhluhin min mahmahin yajtanibuhu fi mahmin a'mal huda bijahilin al-ghuma. Amepofuka mtu kwa upotofu, kwa uongofu, kwa kufanya ujahili ambao ulompoteza. Waqala Ibn Qutayba ya'mahun yarkabuna ruusahum fala yubsirun, wanafuata vichwa vyao
yarkabuna ruusahum, wanashikilia ukaidi wao, fala yubsirun, na wala hawaoni haki. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad.